Leo kesi ya maarufu kama ya tume ya Jaji Chande ya uchunguzi wa matukio tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na baada ya Oktoba 2025 maamuzi yametoka mbele ya Jaji Amini Awamu Mbagwa na ametupilia mbali maombi hayo ambayo kimsingi waleta maombi ambao wako hapa nyuma yangu hapa walikuwa na hoja za msingi juu ya mamlaka ya rais katika kuteua tume ya Jaji Chande ambayo inachunguza matukio ya 29 Oktoba 2025. Na hoja ambazo tulizungumza huko awali ilikuwa ni uharamu wa maamuzi, kwamba tume haikuwa wajumbe wa tume hawakuapa, lakini vile vile kulikuwa hakuna hoja ya moja kwa moja au jina la moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba watu wanaelewa, yani kulikuwa kuna vagueness ya kazi ya tume. Wao mamlaka ya uteuzi inasema kwamba tume imeundwa kwa ajili ya kuchunguza matukio ya 29, lakini sheria inasema lazima uspecify ni kitu gani kimetokea au kitu gani ambacho unaenda kufanya kazi. Lakini sisi tusubmit mahakamani kwamba kuna tume itakiwa izungumze au rais atakiwa aseme kwamba tume inaenda kuchunguza mauaji ya tarehe 29, tume inaenda kuchunguza uharibifu wa mali za umma na mali binafsi ya tarehe 29 na watu kupotea na kutekwa. Lakini mahakama imeweza kutupilia mbali hoja hizo, na baada ya kutupilia mbali, tumeshazungumza na wateja wetu hapa, ni kwamba wametupa ruhusa sasa ya kwenda kukata rufaa mahakama ya rufani. Na kimsingi tunaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini hatujaridhika nao na tuna haki ya kutoridhika nao, lakini ni uamuzi ambao umetolewa na mahakama, tunaheshimu. Kwa hiyo tumepokea vile vile ruhusa ya kuweza kukata rufaa. Pengine ukiacha kwamba imetupilia mbali, mahakama imesema nini? Kwa sababu bila shaka imetupilia mbali, kuna hoja ambazo mahakama imewaeleza kwamba hapa pakuwa sahihi kwenye hoja zenu na hapa sahihi ulikuwa hivi, baada ya kupitia na kulilisha hoja za pande zote. Tulikuwa kuna hoja ya kuhusu uhuru wa tume. Tulisema kwamba tume sio huru kwa sababu imecompose au imeundwa na watu ambao ni wastaafu wa serikali, watumishi wa umma ambao umri wao ni zaidi ya miaka 60. Sasa mahakama imesema kwamba sio lazima wajumbe wa tume wawe ni watu ambao wana compose au inajumuisha taasisi zingine kama TEC, BAKWATA. Mahakama imesema hivyo. Lakini vile vile tulikuwa tunahoja kwamba tume ina sura ya kiupendeleo, kwamba wajumbe ukiwaangalia jinsi walivyo, kuna wajumbe ambao kimsingi wakati matukio yanatokea walikuwa na vyeo. Kwa mfano Stergomena Tax alikuwa ni waziri wa ulinzi, na tunafahamu kwamba yaliyotokea tarehe 29 yalikuwa yanahusisha vyombo vya ulinzi, aidha kwa uzembe yaliyotokea na mambo namna hiyo. Sasa kwa mantiki hiyo, kitendo cha kuwepo wajumbe ambao kimsingi wana maslahi au kwa sura yake tu inaonekana kama kuna upendeleo, kimsingi ilikuwa ni hoja ya wateja wetu, lakini mahakama imesema hiyo haiathiri muundo wa tume wala utendaji wa tume. Na jambo lingine tuliongea kwamba mahakamani kwamba tume yenyewe ukiangalia kwa muundo wake vile vile au mamlaka ya rais katika kuunda hiyo tume yalikuwa hayako very clear, katika maana kwamba kulikuwa hakuna muonekano ambao hata raia anayeiangalia hiyo tume anaweza kusema inaweza katenda haki. Katika mazingira hayo, jaji amesema tume sio sehemu ya watu kupatia ajira. Sasa sisi tumekubaliana na uamuzi wa mahakama, lakini mwisho wa siku tunaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini mwisho wa siku tutakata rufaa. Kuna hoja hapo imejitokeza mahakamani kwenye hoja zenu kuhusiana na taarifa ya tume kuwa gazetted wakati ule na nyinyi mliweka kwenye hoja zenu, lakini na mahakama imekuja kufafanua. Unaweza kuwapitisha kidogo wa Tanzania wafahamu nini ambacho kitokea kwenye swala la taarifa ya tume kuwa gazetted na kile ambacho mahakama kilichotokea ni kwamba tulileta hoja mahakamani kwamba wajumbe wa tume walitakiwa wale kiapo, na hata upande wa pili, kwa maana upande wa serikali, hiyo hoja hawakujibu vizuri, lakini kisheria ni kwamba ili tume ianze kazi lazima wape. Kwa hakuna ushahidi ule kuja mahakamani hapa kwamba hao wajumbe wa tume walikula kiapo. Sasa jaji amesema hiyo sio hoja ya msingi, kwa sababu tunachoenda kupeleka mahakamani au mahakama inachotakiwa kufanya kazi sio wao kuapa, kwa sababu sehemu ya kuapa ni operation au ni sehemu moja hapo wao kufanya kazi. Kwa hiyo sio hoja ya msingi katika shauri hili. Kwa sasa maana yake kwa sasa mnawaambia nini Watanzania wakati ambao wateja wako wenu wamewapa ruhusa ya kwenda mahakama?
Kimsingi wawe na subira, tutakata rufaa, haki tena kutendeka mahakama rufani. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.